lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ninazidi kushukuru Yesu Kristo kwa kupata nafasi nyingine tena ya kuweza kuongea na watoto wake. Ninazidi kuliinua jina lake kwa vile alivyonipatia nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu niangalia na kuweza kuleta sehemu ya pili ya kengele yake ya 4. Kwa maana sehemu ya kwanza ya kengele ya 4 nimesha irekodi na iko najua ilishakuwa tayari. Na kwenye kengele hii ya 4 tuliongelea sana juu ya wito wa toba kwa kanisa ama kwa yeyote yule anayetaka kuokoa nafsi yake. Ndio mambo mengi ambayo tumeyaongelea katika hiyo kengele yake ya 4 sehemu yake ya kwanza. Lakini sasa tutakwenda kuleta muendelezo wa yale ambayo yaliyobakia. Kwa hiyo karibuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliye hai hata milele. Kama ni mara yako ya kwanza kuniangalia, mimi naitwa Joel Eomba Londani kutoka hapa kwetu Australia. Basi amani ya Kristo Bwana wetu na iwe na sisi sote. Mungu akatufungue akili ya kuweza kuelewa haya ambayo tunayaleta. Wewe uyaelewe zaidi ili upate kuokoa nafsi yako na uokoe mwingine kwa kumwambia habari iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo nikualike tena kwa kushare, kusubscribe na kulike na kucomment. Lakini pia asante kwa kutuangalia kila wakati tunapo-upload video. Lakini pia asante kwa Promova TV. Asante sana kwa Promova TV kwa kazi ambayo wanaifanya, lakini hata kwa Toba na Uamsho TV ambayo inajitayarisha kwa kutaka kuanza kutoa jumbe hizi ambazo tunazipeleka hapa YouTube. Basi ndugu zangu, acha tuendelee na muendelezo ambao uliobaki na mabaki yaliyobakia. Niliona Bwana Yesu Kristo, naye akasema, sasa kumekuwa wokovu kwa Mungu wako, kwa maana anakujua, amani yake ikutawale. Wakati aliponitokea ndio maneno aliyoniambia. Akasema, nimekuja kwa sababu ya upendo wangu kwako ambao ni mwingi sana. Ndio aliyoniambia. Nimekuja leo kwa sababu ya upendo wangu kwako ambao ni mwingi sana. Naona masumbuko yako. Ni mimi niliye kuita katika kazi yangu ili uwape wanangu kweli na haki yote niliyoiweka ndani yako. Ndo ananiambia. Baada ya kuniambia hapa, akasema hivi, aliniambia hivi, haya yananihusu sana, lakini kwa sababu ni part of prophecy nataka niyaweke. Aliniambia hivi, niko naona natazama upendo wako kwangu. Ni mimi Bwana wako Yesu Kristo, nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. Maisha yako yamechorwa kwa ramani ya dhahabu na fedha, hayafutiki kwangu, maana nakupenda sana. Akasema hivi, utasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 13. Huu ninakuachia usome kwa muda wako ili tupate kupiga hatua. Ni Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza, sura yake ya 13 na mstari wake wa kwanza hadi mstari wa 13. Akasema, nimekupa upendo wangu kama shaba na dhahabu
mambo mazuri ambayo nimekupatia. Lakini akaniambia, sikia hayo, nimekuita ili uambie watu wangu ukweli wote na kuwapa maarifa wao walio mbali na maarifa. Mtu wa kupana maarifa hajivuni wala kujisifu, bali uwa mpole mbele yao wasio na maarifa. Mtu wa kupana maarifa hajivuni, hajisifu, bali uwa mpole mbele ya wale wasiokuwa na maarifa. Upendo wako uwe kwa wingi kwa wale ambao hawajanijua, maana kwa ajili ya hao nilikuita wakati ambao ni wa mwisho. Nimekutengeneza kuwa chombo changu cha siku za mwisho na kengele ya kupaza sauti. Sasa baada ya kuniambia hayo maneno, ni maneno aliyokuja kama kufariji, ananiambia mimi kwa nini nayasema haya? Nayasema kwa sababu yamo katika profesi. Nikitambuka hapa natambuka vitu vingi ambavyo uwezi ukaelewa. Sasa baada ya hayo nikaona sasa, nikaanza kuona matukio. Nikaona chupa za pombe, niko na yeye akasema, sasa unaona chupa za pombe? Unaona chupa za pombe? Mimi nikasema nimeona. Naye akajibu kwamba nimekutuma kwa watu waliolewa. Nimekutuma kwa watu waliolewa, wasio na akili, wasio na adabu, ili uwape akili na adabu na kuondoa pombe ndani yao. Angalia niambia mimi. Waambie, hakaanza kuniambia. Ndio maana nilikwambia nikiyatambuka yale yanayonihusu mimi, ule hali ya kutumwa, afu nianze kuambia tu waambie, utakuwa umeshachanganyikiwa. Walitoka wapi hadi akasema waambie? Sasa yeye akaanza kusema waambie watu dhambi zao zinasimama mbele yangu. Dhambi zenu ambazo wanadamu wanazozifanya zinasimama mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nami namjua mtu wa haki, lakini pia namjua mtu mbaya. Anaendelea kuniambia, namjua mtu wa kiburi, lakini pia namjua mtu wa busara. Najua njia ya kweli, lakini pia najua njia ya haki, lakini pia najua njia ya ubaya. Wale wote watakaobaki katika njia za kidunia zisizoweza kuzaa, sitawakaribisha kwangu kamwe. Niko naongea naye ana kwa ana. Akaniambia, wazazi wasiokemea na wenye kupoteza kondoo wangu, na wenye wivu juu ya kondoo wangu, na wenye chuki juu ya kondoo wangu, hawatasikika kamwe katika mji ule. Hawatasikika sauti zao kamwe katika mji ule. Sauti zao zitapotea milele na milele. Anasa inayotendeka duniani na ijua na kuielewa walevi wanaolewa kwa dhambi, siku inakuja ya kulia kwao. Sikiliza maneno, geti ya 4 yote inahusu toba, inahusu hukumu. Toba,
hukumu. Wanaolewa na dhambi ambako ni hao walevi, akaniambia nimekutuma kwa walevi. Usiangalie pombe, sitafika kutafsiri hiyo sana, lakini wanaolewa kwa dhambi, siku inakuja ambayo kila mlevi wa dhambi atalia. Akasema watu waache kuteta wengine, wawe na upendo na wenye kumgeukia Mungu wao, ambaye kwa yeye msamaha wapatikana bure. Watu na wajichunge na ubikira. Watu wajichunge na ubikira. Ubikira ni nini? Akasema ubikira ni hali ya kuwa na utakatifu bila waa lolote, nao ndio watakaoniona mimi, nasema Bwana wa majeshi ndo anasema. Sikilizeni enyi mbingu, na tazameni nchi, machukizo yenu yamenifikia, na saa ya mwisho wa kila jambo umenikaribia. Saa ya mwisho ya kila jambo umenikaribia. Tunaambiwa sisi tutazame, tutasikia. Mwenye busara na atafute njia ya wokovu, bado kuna wakati wa mabadiliko. Akaniambia kusoma kitabu cha Ayubu 6 mstari wake wa 12. Ayubu 6 mstari wake wa 12 anasema hivi: Je, nguvu zangu ni nguvu za mawe? Au mwili wangu je ni shaba? Huyo ni Ayubu ndo aliyosema hivi. Akaniambia Ayubu alitaka kuonyesha kwamba duniani hakuna atakayepita kipimo cha miaka yake. Wale wanaojifunza na kufurahia ulimwengu lazima watambue mwili ni mdanganyifu, tena usio na nguvu za kudumu milele. Utakudanganya na kukukosesha siku zote. Mwamba Yesu Kristo ni Mungu wa kweli atakayeweza kuwafariji enyi wanadamu. Rudini, rudini, rudini. Ni toba, kuitwa kwa kanisa katika kugeuka, kuitwa kwa mtu mmoja atakayeweza kutubu makosa yake. Ndio hii kengele yote ya 4, lakini inaonyesha na hukumu na madhara ya nafsi ambayo itaweza kukaa katika dunia hii. Akaniambia watoto wawatii wazazi wao, wazazi waongoze watoto wao kwa haki. Mtu mbaya na aache njia zake. Kusudi la msalaba ni kuwapa watu nafasi ingine tena pale watakapobadilika na kutubu makosa yao. Hilo ndilo kusudi la msalaba. Akaniambia tena kosa kubwa latokea katika nchi. Kosa kubwa latokea katika nchi. Mwanaume amekuwa mke wa mwanamume. Mwanamume amekuwa mke wa mwanaume. Kosa kubwa latokea. Mwanaume anaolewa na mwanaume. Kristo akaniambia ni kosa kubwa latokea katika nchi. Akasema mwanamke kuwa mume, mwanamke kuoa. Mmejigeuzia njia zenu, enyi wana wa kuasi. Mtafuata huyu mwovu hata lini? Kuweni akili,
Mbadilike mwenendo, mbadilike mwenendo wenu. Akaniambia akasema tena, soma kitabu cha Yeremia sura ya 12 na mstari wake wa 17. Yeremia 12 na mstari wake wa 17. Yeremia 12 na mstari wake wa 17 anasema hivi: bali kama hawataki kusikia, kung'oa nitaling'oa taifa lile na kuliangamiza kabisa, asema Bwana. Hilo ndilo andiko Kristo alinipatia. Nataka niende slow katika haya maneno ili uelewe vizuri. Narudia, ni Yeremia 12 mstari wa 17. Bali kama hawataki kusikia, kung'oa nitaling'oa taifa lile na kuliangamiza kabisa, asema Bwana. Baada ya kusoma andiko hiyo, akaniambia watu watakao kukataa kugeuka nitawang'oa kama mti unavyong'olewa na mizizi yake, ili watambue ya kuwa wao si kitu. Akaniambia, tubuni makosa yenu na dhambi zenu, mkatende mema kila mtu na ndugu yake. Mtu mbaya na aache njia zake, mwalimu na amshirikishe mwanafunzi kuleta sadaka mbele yangu. Na huku mmejaa maovu, mwajisumbua, msiwe watoaji wenye dhambi. Akasema nisome Amosi 5:1. Samani jicho langu hapa na Amosi 5:1 hadi 10. Amosi sura yake ya 5 na mstari wake wa 1 hadi 10. Amosi 5 mstari wa 1 hadi 10 anasema hivi: lisikieni neno ili nilitamkalo liwe maombolezo juu yenu, enyi nyumba ya Israeli. Bikira wa Israeli amegeuka, hatainuka tena, ameanguka, hatainuka tena, ameangushwa katika nchi yake, hakuna mtu wa kumwinua. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi: mji uliotoka nje wenye watu 1000 utasaziwa watu 100, na mji uliotoka wenye watu 100 utasaziwa watu 10 kwa nyumba ya Israeli. Maana Bwana awaambia hivi, nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi, bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgali, wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani, na Betheli itakuwa ubatili. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, nao ukateketeza, asiwepo mtu auzaye kuuzima katika Betheli. Ninyi naogeuza hukumu kwa uchungu na kuiangusha haki chini, mtafuteni yeye afanyaye Kilmia na Orioni na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi, na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku. Yeye aitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi, Bwana ndilo jina lake. Yeye aletaye uharibifu wa ghafula juu ya walio hodari, hata uharibifu uipite ngome. Wao umchukia yeye akemeaye langoni, nao umzira anenaye maneno ya adili. Hicho ndicho kitabu ambacho Bwana Yesu Kristo, aya yote mwanzo, kama unanisikiliza,
wa kengele hii, mwanzo wa kengele hii hadi sasa ilikuwa maongezi mimi na Bwana Yesu Kristo. Sawa eh? Baada ya kusoma kitabu hicho cha Amosi sura yake ya 5 mstari wa 1 hadi wa 10, akaendelea kuniambia, wasipogeuka baada ya kujua kweli wataangamia wote, na mimi na kutuma kwa hao wenye moyo ngumu, wajuwao kuwasili wajuwao kuswali na kuuliza upuuzi na utupu mbele yangu, wajivunao kwa wingi wa farasi zao. Nitateta nao teto moja la haki, wala hawatasimama. Akaniambia, Bwana asema hivi, tafuteni amani na yeye, wala si vita, maana hapo ulipo mwanadamu ni eneo ya moto ya mkaa. Miti yote ni yangu na maji yote ni yangu, milima yote ni yangu, nawe utakimbia wapi? Naweza kutuma hayo yote kuwa ndo jeshi langu. Je, utasimama? Kiburi chako chapita ghafla. Soko mbaya imefanyika kati yenu, miili ya watu inauzwa kwa pesa, na nyama za watu zinaliwa. Imekuwaje basi mwanadamu kumla mwanadamu? Je, amjui kama mwadhibitisha kuwa ninyi ni wanyama? Akasema, merikebu za safiri kwenda juu ya bahari, nazo zaua waliokufa, ufunga waliofungwa, maana wote walio wao wameniasi. Bahari imekuwa eneo ya vita, bahari imekuwa eneo ya vita. Nyavu za giza zimetegwa umo, naye mtu mjinga anaifurahia. Nyavu za giza za wapendeza wanadamu, lakini za nuru zinakimbiwa hivi kuzimu kwa shangilia, kuona mtekaji na mateka wote wameingia humo. Mtekaji na mateka wote wameingia humo, ndio maana kuzimu inashangilia. Wacha nikuwasomea haya maneno vizuri. Ni maneno ya Yesu Kristo. Hii kengele yote mwanzo hadi mwisho naongea na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Ananiambia na haya yote uyashike. Anasema hivi, je, ninyi si wanadamu tu? Mtafanya vita nami? Sikuwapa pumzi yangu ili ni utwae utukufu wangu? Kaskazini kuna kilio cha maovu, na mashariki shangwe ya kufurahia uovu, na magharibi na kusini giza imetanda. Kila mtu na nyumba yake wamejifungia, wasitoke ndani ya giza. Akaniambia, tokeni, tokeni, tokeni mkaje kwa nuru. Yohana sura ya 1:8 hadi mstari wake wa 9. Akasema hivi, Yohana 1:8-9 anasema hivi, huyu hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu hakija katika ulimwengu. Baada ya kusoma andiko hilo, kaendelea kusema, nitamfungua kila mtu macho na kuondoa upofu wake. Nitamvika mwenye uchi mavazi ya heshima, na mwenye masikitiko furaha ya milele. Maneno ya Bwana Yesu Kristo. Sikia hekima hapa. Akaendelea kusema, tokeni, tokeni gizani, nuru yasimama mlangoni. Mlangoni mwenu aliye na hekima usikie sauti yake na kuikaribisha kwa mbio kabisa. Sikia mbuzi,
ujaporuka milima kwa nguvu ya sauti yako, hutaweza kuokoka. Nuru ya angaza, nawe bado wakaa gizani, nawe walala, wala hutaki kuamka. Wala hutaki kuamka. Amuka wewe usinziaye, naye Mungu atakuangaza. Amka wewe usinziaye, naye Mungu atakuangaza. Sikilizeni haya maneno vizuri. Akaniambia tena, toka matopeni, mlevi, wakati umefika wa kusimama imara na kutengeneza njia yako. Wakati umetimia wa mlevi kusimama na kuanza kutengeneza njia yako. Akaendelea kuniambia, kumbe kichaa, mtu asiye na akili aweza kumcheka mwenye akili? Ndio swali. Hayo mapambo na mavazi ya uchi ambayo mmeyapenda, amjue kama yawakosesha? Akasema tena, na mkihubiriwa mwawacheka wale wanao wahubiri kweli. Munawacheka wale wanayo wahubiri kweli. Anayewatengeneza, yule anayewatengeneza pia munamcheka. Nikaambiwa kwanza tuimbe wimbo huu. Nitawimba huu wimbo, halafu tujue tutafikia wapi. Wimbo wa wokovu sura ya 100. Wimbo wa wokovu sura ya 168. 168 nasema hivi: nina ushirika na furaha kubwa, na mtegemea Bwana Yesu, wingi wa uweri kwa waaminio, kustarehe mikononi mwake. Rara kwa Yesu na amani, haleluya, na starehe mikononi mwake. Baada ya kuimba huu wimbo wote wa wokovu 168, tukaendelea na maongezi. Yeye akaniambia, Babeli, Babeli, umeanguka, umekuwa pango la wezi na wanyang'anyi. Umekubali wote wanaokujia bila kuwakemea, nawe hujui umeanguka, utasimama. Umeanguka, utasalimika, Babeli. Akasema, wajapo kusifu na kujitanua duniani, ujue umeanguka, Babeli. Wajapokupa utajiri na heshima kubwa, ujue umeanguka, Babeli. Ni wangapi waliokuonya njia yako, Babeli? Ni wangapi waliokuonya njia yako? Ni mara ngapi na kukemea? Lakini siku ya uovu wako yaja upesi. Utatoa hesabu ya nafsi zote ulizoziua, Babeli. Na mwanadamu awe makini naye, maana amekuwa pango la mashetani na pepo wa kila aina, awapa watu mafuta ya uongo, na kujaribu kuwa na moto wa uongo na upanga mkali wenye kuua, na sauti ya watu na vilio vingi vyasikika
kwamba Babeli umeanguka, Babeli umeanguka. Soko lako linapita, hutauzisha kamwe, wala watu kutembea ndani yako. Akasema, siri hizi ninakupatia ili uambie thamani, ili uwe mtu mkubwa ujuwai hekima inayojificha na uovu wa mwanadamu. Babeli ni nani? Akaniambia, Babeli ni kanisa mbaya duniani, lipendalo kuwa na uwingi wa vitu, nalo ni mbaya na hasi mbele yangu. Huyo ndio Babeli. Akasema, linapoua linaua bila woga na kupoteza hata wateule kwa upanga wake. Hakuna aliyeanzisha kanisa tofauti na Roho wa Mungu aliye hai. Roho wa Mungu ndiye aliyelianzisha kanisa. Mama sasa wajiita mama wa kanisa kwa nini? Ewe Babeli, kwa nini wajiita wewe ni mama wa kanisa? Kumbuka kutubu makosa yako. Kumbuka kutubu makosa yako, ewe Babeli, ujiitaye mama wa makanisa yote. Ujumbe huu nikapewa na Bwana Yesu Kristo niwafikishie ninyi, kwa maana anatupenda, ndio maana nataka kila mtu apate kujua kweli. Na kazi yangu ni kuleta kama vile nilivyoambiliwa, na kazi yako ni kusikia na kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Bwana wako Yesu Kristo. Leo tumemaliza kengele ya kwanza ya 4 sehemu ya pili, ambako mwanzo wa kengele hadi mwisho wa kengele ni maongezi kati Yesu Kristo na mimi. Akanipatia jumbe huu wa toba, jumbe wa kuepusha na madhara ya kuzimu, ujumbe wa kukufanya uwe mtakatifu na sio mtu wa kwenda kanisani tu peke yake. Basi tukutane katika kengele ya 5 ambako tutazungumza mambo mengi kabisa, na Bwana Yesu Kristo awe nanyi. Asanteni. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani.